Shalom everybody, leo niko hapa kwa ajili ya kuwatia moyo wale watu ambao kila ikifika muda wa kutoa sadaka huwa wanakuwa wanajisikia vibaya, huwa wanajifeel kama sio watu ambao wakuthaminiwa. Ni kweli neno la Mungu linasema kwamba usiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu, lakini pia neno la Mungu linasema kwamba itoeni miili yenu kama sadaka, kama dhabihu iliyo nini? Kama dhabihu iliyo kamili. Means hata kama usipokuwa na sadaka, isiwe sababu ya wewe kujisikia vibaya, isiwe sababu ya wewe kujiona ufai mpaka ukamkosea Mungu, akati kumbe neno la Mungu hilo linaweza neno la Mungu hilo linasema kwamba itoeni miili yenu kama sadaka iliyo kamili, kwamba unaweza ukamwambia Mungu, sina kitu chochote cha kukutolea, lakini uwepo wangu mahali hapa naomba ukafanyike kuwa dhabihu iliyo kamili machoni pako na ikupendeza wewe Bwana. Unaona, unaweza kumwambia Mungu hivyo na ikawa nini hivyo, sijui naelewa, ukajisikia amani tosha moyoni mwako. Kwa sababu gani nakwambia? Unajua kuna mtumishi mmoja anaitwa Emmanuel ameimba nyimbo sijaleta ibada, sijaleta ibada, nimejileta mwenyewe kama ibada sahihi. Naona, sijaleta dhabihu, nimejileta mwenyewe kama dhabihu kamili. Kwa hiyo una uwezo wa kumwambia Mungu, so don't feel depressed, usijifeel wewe kwamba haufai mpendwa. Just toa mwili wako kama dhabihu iliyo kamili.